Karibu sana mtazamaji wa Fox News Tanzania. Hii leo ikiwa ni Aprili 29, 2026, ni kuwariki katika wasa mzuri kabisa kuyaangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan nikikupitisha katika vichwanuai vilivyoandikwa na wahariri katika siku ya leo katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata michezo na burudani. Moja kwa moja ni kukumbushe tu kwamba kipindi hiki kimepewa nguvu na sabuni ya Wakawaka, sabuni ambayo ni kiboko ya harara, utango, miwasho ya ngozi, upele na hata fangasi ya ngozi. Wakawaka imetengenezwa kwa vitamini C pamoja na B6 ambavyo huisaidia ngozi yako kuifanya kuwa nyororo na yenye kuvutia zaidi. Unaweza kuipata katika duka lote ambalo lipo karibu yako kwa bei nafuu kabisa. Wakawaka, ng'ara kila siku. Mtazamaji, sasa tuanze kuyaangazia yale ambayo yameandikwa katika kurasa za mbele, nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kubwa hii leo, ripoti tume ya Jaji Chande ni haki na uwajibikaji, yasema ndio kilio cha Watanzania kwa tume. Wajumbe wapokea SMS 300 za matusi, wawajibu wakosoaji, wazungumzia waliotekwa na kupotea. Kuna kauli hapa ya mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Mohamed Chande, anasema tulishauriwa na viongozi wakuu wa nchi tuliowaona kwamba anayestahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria na asiyestahili kuwajibishwa basi asiwajibishwe. Wengine wakaenda mbali zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwa kuwajibishana. Hii ni kauli ya Jaji Mohamed Chande. Idadi ya watu walioripotiwa kupotea, kutekwa na kutoonekana kwa kipindi cha miaka mitatu ni 758, huku 503 wakipatikana na 256 bado hawajapatikana. Sawa, habari hii utakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa 4. Lakini vipaumbele 6, kilimo na fursa za BBT hadi wilayani. Habari ipo ukurasa wa 2. Zamu ya mikoa 4 kufikiwa na mwendo kasi. Nasema serikali imeanza kufanya tafiti, upembuzi yakinifu katika miji 4 mikubwa nchini ili kuongeza mipango ya baadaye ya miundombinu ya usafiri wa mwendo kasi. Habari ipo kurasa wa 7 pia, utakwenda kuisoma zaidi. Lakini safari ya Hashim Kambi kutoka soka sanaa hadi kufikwa na umauti ni habari ambayo ipo kurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo gazeti Mwananchi Tanzania limeandika katika siku hii ya leo. Nikiachana na gazeti Mwananchi Tanzania na kamata gazeti Majira. Habari kubwa ni tume ya matukio Oktoba 29 yaendelea kufunguka, yatoa sababu ya kutotaja majina ya wahusika, yasema kumeibuka tabia hatari. Jaji Chande asema sote tunataka uwajibikaji lakini wa haki. Habari ipo kurasa wa 4. Rais Samia ameonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi, lakini ubia wa kipindupindu na uchafu unavyoua haraka. Mchango wa madini kwenye pato la taifa wapongezwa. Tantrade Belarus kuongeza ushirikiano wa kibiashara. Lakini kuna habari nyingine inasema bodi ya REA yaridhishwa kasi ya miradi ya umeme. Trump alifusha muda wa usitishaji mapigano. Hii ni habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 19. Lakini DC Sima asisitiza uwajibikaji na ubora wa uzalishaji. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 5. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Sasa nakamata gazeti Mtanzania leo. Habari kubwa ni Nemki na Zema kuimarisha ushirikiano katika mazingira, ni pamoja na ufanyaji wa tathmini za athari kwa mazingira. Habari hii imeambatana na habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa bodi ya Nemki Mhandisi Mwanasha Tumbo akipokea zawadi kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya Zema Bi Asha Haliatib, ikiwa ni ishara ya ushirikiano baina ya taasisi hizo mbili kwenye kikao wakati wa ziara ya mafunzo iliyofanyika Zanzibar. Sawa, lakini kuna habari nyingine nasema wawili waanza upandikizaji mimba bure Kairuki Green IVF Bunju walipata fursa hiyo kwenye draw siku ya wanawake duniani. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini Dr. Clementina Kairuki, kinara tuzo za wanawake viongozi wa Afrika, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Kairuki Green IVF Bunju A, lakini ni kituo cha kisasa cha upandikizaji mimba Afrika. Habari ipo kurasa wa 4. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema Tanzania yapongezwa kwa mchango wa madini kwenye pato la taifa.
lakini hofu usalama wa maji bwawa la Mindu yatoweka ajali ya kemikali. Sawa, gazeti Mtanzania leo limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tuangazie gazeti Taifa Tanzania lenye limeandika REA yajipanga mwambao wa ziwa Nyasa, miradi katika wilaya ya Ludewa yatengewa bilioni 3.2, lakini Jaji Chande awajibu wanaobeza tume ya rais. Na kuna habari nyingine inasema mkonge kuchochea uchumi wa nchi, TanTrade yawataka wafanyabiashara kuchangamkia fursa za Belarus, lakini serikali yaongeza uzalishaji na masoko. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa pili ya mkonge kuchochea uchumi wa nchi. Na hapa kuna habari picha kimeonyesha balozi wa Tanzania nchini ya Ufaransa Said Othman Yakub akizungumza na balozi Matthew Kamona, naibu mkurugenzi wa idara ya itifaki katika wizara ya Ulaya na mambo ya nje ya Ufaransa, aliyepokea nakala za utambulisho wa balozi Yakub kwa niaba ya serikali ya Ufaransa. Hafla hiyo imefanyika jana katika ofisi za ubalozi wa Tanzania jijini Paris. Lakini kuna habari nyingine inasema tutaendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi, kauli ya Profesa Moshi. Lakini kauli nzito ya Mangungu yaipa Simba morali kubwa. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 16 dodoso za michezo hizo. Lakini sasa tuangazie gazeti Mwanahabari ambapo lenyewe limeandika Jaji Chande asema sote tunataka uwajibikaji lakini wa haki, asema tume imefanya kazi yake ya uchunguzi na kutoa mapendekezo kwa kile kilichobainika. Tume yakata kiu kwa wanaharakati kwa kujibu hoja za uchunguzi wa jumuiya ya kimataifa, lakini yaongeza kuwa ushahidi unaonesha mipango ya Oktoba 29 ilisukwa mitandaoni. Sawa, habari ipo kurasa wa 3. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema historia mpya ujenzi wa SGR kipande cha Makutupora mpaka Isaka, lakini wanufaika wa bilioni 200 awamu ya kwanza hadharani. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 3. Lakini Tanzania na Canada kuimarisha ushirikiano wa nishati, habari ipo kurasa wa 2. Bajeti ya kilimo ya shilingi trilioni 1.1 kuleta mageuzi kwa wakulima nchini. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 2. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora, limeandika hivyo. Na sasa mtazamaji, tuanze kuiangazia yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani, nikianza na gazeti hili la Mwanahabari. Katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga na Simba kumalizana leo, lakini Fiston Mayele aikanda Al Ahly, uwezo TRA United na Ramovic akosa uraji. Gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Lakini tukiachana gazeti Mwanahabari, sasa tuangazie gazeti Taifa Tanzania. Katika ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika kauli nzito ya Mangungu yaipa Simba morali kubwa, Yanga waingia kikatili na burudani kwa mashabiki. Habari ipo ukurasa wa 14. Lakini kocha afichua udhaifu timu ya Zanzibar na kombe la Muungano. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema Ibenge asema sifurahishwi na kiwango cha wachezaji wangu. Lakini ombi la Man City la kwama, wapinzani EPL wachachama, mama mzazi wa Spark afunguka kauli ya mwisho ya mwanae. Gazeti Taifa Tanzania limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Lakini tukiachana gazeti Taifa Tanzania, sasa nakamata gazeti Mwana Sport. Ukurasa wake wa mbele limeandika siku ya hukumu, vita 3 ngumu kuamuliwa. Lakini hii leo ni raundi 1 Kariakoo Derby, Duke Abuya awaibua wakongwe. Ni leo katika finali ya kombe la Muungano, Young Africans watakao wenyeji wa Simba Sports Club. Kariakoo Derby hii hapa tutakwenda kuishuhudia majira ya saa 2:15 katika dimba la New Amani Complex. Habari hii tutakwenda kuisoma ndani ya gazeti hili, lakini nikukumbushe tu kwamba mataji iliyotoa Yanga katika kombe la Muungano ikiwa inaongoza ni mataji 7, wakati Simba yenyewe ikiwa imetoa mataji 6 ya kombe hili la Muungano. Sawa, tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema na leo tena chozi la Casemiro Manchester United, lakini Hashim Kambi kutoka soka sana hadi kifo chake. Okay, sawa. Lakini kesho Alhamisi kutoka pale michezo TPL, Mbeya City atakuwa anacheza na Mashujaa majira ya saa 10:15 jioni.
Gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo, lakini nikihitimisha na gazeti Majira, ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba na Yanga SC kumaliza ubishi leo, ni fainali ya kombe la Muungano, kila mmoja atamba kunyakua kombe. Lakini knockout ya mama kuwasha moto Mei Mosi, msanii Spaki kuzikwa leo Tanga. Ndivyo ambavyo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Na hivi ndivyo ambavyo nahitimisha katika kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan, nikiwa na udhamini mnono kabisa wa sabuni ya Wakawaka, sabuni ambayo husaidia wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa kwa muda mrefu na changamoto za harara, miwasho ya ngozi, mapunye na hata tango. Wakawaka, ng'ara kila siku.